mazingira ambayo yapo ni kwa sababu wao pia ukiingia kwenye hii kele ya coaching inazungumza vitu vingi sana. Mpaka wao walishajitengenezea msemo wao, tunaajiriwa kwa ajili ya kufukuzwa. Ndio maana pia unaona amna biashara kubwa ambayo inafanyika ambayo inajumuisha pande tatu. Inapokuja swala la kocha na klabu, anakuwa ni kocha na klabu. Sio kocha, klabu na kocha. Na wakala. Yaani mara nyingi inakuwa ni pande mbili, biashara ya pande mbili. Kwa hiyo unaangalia kama taarifa zinazushwa, inaweza ikawa asalia Azam FC ama akaondoka kwenda pale Mali kwa sababu hawana kocha kweli. Tom Saintfiet sasa hivi sio kocha wao. Na ukiangalia michezo ya kufuzu kwa maana ya AFCON ambao Tanzania, Kenya na Uganda ndo hosti. Michezo ya kufuzu inaanza ni mwezi wa 8, mwezi wa 9. Mwezi wa 8. Unaona? Maana yake Mali wanahitaji kuweka vitu vyao mapema ili waweze kumpata huyo coach. Lakini ukiangalia unajua kwenye taarifa za mpira wa miguu ama taarifa zozote kwenye kada ya michezo Omar Katanga, kila taarifa huwa inatoka sehemu na kila taarifa huwa ina ukweli. Inategemea James ameivujisha hiyo taarifa kwa malengo gani ama kwa dhumuni gani. Lamse hii taarifa kaiachia kwa dhumuni gani? Kwa sababu Florent Ibenge kweli kwa kile ambacho na mimi nakikumbuka kipindi anasaini mkataba na Azam FC, nakumbuka baadhi ya kauli zake ambazo alisema, nimekuja Tanzania nataka kuifanya Azam FC iwe timu kubwa. Najua haitokuwa rahisi kwenda kuchukua ubingwa wa ligi mbele ya Simba na Yanga kwa sababu wana historia na rekodi kubwa ndani ya taifa, lakini nitajaribu kwenda kufanya vile. Nataka kufanya vizuri na Azam kimataifa. Tayari alishaonyesha mwanga kwa sababu mpaka sasa hivi ameingia kwenye vitabu vya historia ya klabu ya Azam. Ndio amekuwa kocha wa kwanza kuwapeleka Azam FC hatua ya makundi ya Confederation Cup. Wakionyesha performance kubwa katika timu 4 shiriki za Tanzania kwa msimu uliopita. Azam FC ndio timu ambayo ilikuwa na performance bora kuliko timu nyingine. Azam wamefikisha alama 10+. Simba hajafika, Yanga hajafika, Singida Black Stars hajafika, lakini walifika kwa sababu walikuwa na Florent Ibenge. Zaka amezungumza kwamba wataathirika endapo ataondoka. Unaliona moja kwa moja linaweza likatokea kwamba lazima wataenda kuathirika kwa sababu kuna mpango kazi ambao walikuwa nao. Kuna aina ya falsafa ambayo amejaribu kuirejesha ile ambayo tuliona kipindi cha Yusuf Dabo. Kwa sababu aina ya mpira ambayo Azam FC walikuwa wanacheza wakiwa na Dabo ilikuja kubadilika baada ya ujio wa Rashid Tausi kwenye kosi cha Azam FC. Lakini sasa hivi kidogo unaiona Azam FC namna ambavyo wana display katika yale mazingira ambayo alikuwa anafundisha Azam FC Bruno Feli na Yusuf Dabo kwenye kikosi cha Azam FC. Kwa katika yale mazingira unaona tayari kuna mwanga mzuri ambao Azam FC wanaweza wakaenda, ikichagizwa pia na aina ya matokeo ambao wanayakusanya kwa msimu huu. Lakini kitu kingine ni kujaribu kumanipulate rasilimali watu ambao wapo kwenye kikosi cha Azam FC. Unajua miongoni mwa klabu ambazo zinatajwa kuwa na ukwasi mkubwa kwenye mpira wa Tanzania, Azam FC ni miongoni. Lakini angalia ukwasi wa kifedha ndio. Angalia kilichofanyika kwa msimu huu. Hawajafanya maingizo makubwa ambayo yanakadiriwa kuwa na thamani kubwa ama gharama kubwa kwa maana ya manunuzi ya wachezaji, ukiacha hilo technical bench. Lakini angalia namna ambavyo wale wachezaji wa kawaida sasa hivi ambavyo wanashaini kwenye kikosi cha Azam FC. Lakini pia kutoa hizo dakika ama mgawanyo sahihi wa dakika kwa wachezaji. Kwa hiyo unaangalia coach ana uwezo mkubwa kwenye ile man management. Ndio maana leo hii Twalibu Nua anajiona sawa na Yoro Diaby kwenye kikosi cha Azam FC. Nathaniel Chilambo anajiona sawa na Rusajo kwenye kikosi cha Azam FC. Lakini Pascal Msindo anajiona sawa na Landry Zuzu kwenye kikosi cha Azam FC. Ni kwa sababu gani? Wamepata nafasi sawa kwa sababu ya performance bora ambao wanaitoa. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.